Na Mheshimiwa mawaziri, mtakapokaa, nitoe kauli ya mwisho. Mheshimiwa Rais ameelekeza tarehe 9 hakutakuwa na sherehe za kuadhimisha hiyo Disemba 9, na gharama ya fedha ambazo zilikuwa zitumike kwenye sherehe ameelekeza ziende kutengeneza miundombinu hii iliyoharibika. Kuanzia leo, sekta zinazohusika mkae mratibu fedha zile zote ambazo zilikuwa ziende kwenye sherehe. Mheshimiwa Rais ameelekeza ziende kurekebisha miundombinu iliyoharibika. Ofisi ya Waziri Mkuu, uratibu sera na bunge pamoja na sekta zinazohusika, liratibuni hilo ili maelekezo ya Mheshimiwa Rais fedha hizo ziende haraka zikarejeshe miundombinu, zirejeshe zahanati zinazotakiwa kuponya maisha ya Watanzania. Niwaombe vijana wenzangu, niwaombe Watanzania, niwaombe makundi mbalimbali, twendeni sote kwa kauli moja, tushauriane kuanzia ngazi ya familia, ngazi ya makundi mbalimbali ya kwetu, taasisi za kidini, vyama vya siasa. Twendeni sote kwa kauli moja, tukubaliane mambo kama haya yaliyotokea yasitokee tena. Hiyo hapo bana ni hotuba ya Waziri Mkuu wa Tanzania Mwigulu Lameck Nchemba, ambaye alikuwa analihutubia taifa na akatangaza kwamba tarehe 9 ya Disemba, siku ambayo Tanzania inafaa kuadhimisha siku ya uhuru, akasema kwamba siku hiyo bana sherehe zitafanyika kama ilivyozoeleka katika sherehe zilizopita. Badala yake bana, pesa ambazo zilikuwa zimepangwa kwa ajili ya kuweza kuandaa sherehe hizo ama hafla hiyo bana, zitaelekezwa kwenye kutengeneza na kurekebisha miundombinu ambayo iliharibiwa na waandamanaji wakati wa Oktoba 29. Sasa amesema kwamba hili ni agizo ambalo limetolewa na Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan, ambaye alisema kwamba bajeti ambayo ilikuwa imewekwa kwa ajili ya kuweza kufanya sherehe hizo itarekebisha miundombinu ambayo iliharibiwa. Sasa baada ya kusema hivyo, alipata shangwe kutoka kwa wabunge na viongozi wa serikali ambao walikuwa pale. Sasa sijui tarehe 9 hiyo, wakati kuna vijana pia ambao wanajipanga kwa ajili ya kuweza kuhakikisha kwamba wanaingia mtaani kuweza kudai haki yao kupitia maandamano ambayo yamepewa jina la D9, au sio bana? Sasa sijui itakuwaje wakati serikali ndio kwanza, vijana walikuwa wanajipanga kwamba wakati serikali itakuwa inaadhimisha siku hiyo, na upande wa pili nao pesa za serikali ambazo zilikuwa zimeratibiwa kwenda kufanya mambo yote zinaelekezwa kwenye masuala ya miundombinu. Lakini ukiangalia kwa jicho la tatu, unaweza kunipa maoni yako pia pale chini, lakini ukiangalia kwa jicho la tatu, nadhani kwamba serikali kuna namna ambavyo pia ilikuwa imeshtukia mchezo wa Tanzania, sababu hiyo siku of course wa Tanzania wanajikusanya ama wanakusanyika katika uwanja ili kuweza kushuhudia sherehe hizo. Rais na watu wengi wa viongozi wa serikali huwa wanahudhuria sherehe hizo na hafla hiyo. Sasa huenda labda serikali imeogopa, au sio bana, imeogopa kwamba siku hiyo huenda vijana wakaja kwa nia kutaka kushuhudia sherehe hizo, lakini wakaja wakageuza sherehe hizo zikawa ndio vurugu, na kitu ambacho kingekuwa ni aibu kwa taifa zima, na labda ingekuwa ni njia ambayo serikali ingejiexpose mbele ya dunia kwamba kwa kweli Rais Samia labda viongozi na viongozi wengine ambao walichaguliwa katika uchaguzi wa Oktoba 29 hawajakubalika na hii serikali, basi haijawa stable kwa ajili ya kuweza kuongoza katika awamu hii ya 6. Sasa sijui kama ni serikali imejishtukia na kuweza kuhakikisha kwamba vijana wanabaki nyumbani, na vijana pia hawatoki, sababu siku hiyo kila mmoja wangesema kwamba sherehe zifanyike, basi kila mmoja angetoka, na ingekuwa ni vigumu sana kwa vyombo vya dola, vyombo vya usalama kuweza kujua kwamba huyu ametoka kwa ajili ya kwenda kuandamana, ama huyu atakuwa ametoka kwa ajili ya kwenda kufanya biashara zake, ama huyu atakuwa ametoka kwa ajili ya kwenda kushuhudia sherehe za uhuru ambazo huwa zinafanyika kila tarehe 9 ya Disemba Tanzania. Sasa hapa unaweza ukanipa maoni yako. Nadhani kwamba nini ambacho kimempa msukumo Rais Samia Suluhu Hassan mpaka kwenda kusitisha sherehe, na badala yake bajeti ambayo ingetumika kwa ajili ya sherehe hizo za Disemba 9 ameamua kuelekeza bajeti hiyo kwenda kufanya ama kurekebisha miundombinu ambayo iliharibiwa na waandamanaji ambao waliingia mtaani kuanzia Oktoba 29 kwa ajili ya kuweza kudai haki katika vitu vingi tofauti. Nipe maoni yako kwenye uwanja wa comment. Je, unahisi
unahisi kwamba serikali kwa kweli kabisa kwamba hatua ambayo imeifanya ni hatua ya kuweza kudhibiti kitu fulani, ni hatua ambayo ameifanya kwa ajili ya kuweza kuwa na nia nzuri ya kuweza kurekebisha miundombinu, ama ni hatua ambayo serikali imefanya ili kuweza kulemaza shughuli za waandamanaji ambao walikuwa wamejipanga kuingia mtaani kuanzia Disemba 9? Nipe maoni yako kwenye uwanja wa comment.